Sasa serikali imesaini mikataba ya amani ili Marekani sasa iweze kutuma makampuni ya uchimbaji madini. Hapo sasa Ulaya haipo tena. Maana Rwanda ilikuwa ikipora madini kutoka Kongo na inasafisha hayo madini. Ilikuwa na viwanda vya kusafisha madini hapo Rwanda kabla madini haijapelekwa sasa kwenda Marekani, Ulaya na nchi za Waarabu. Kwa hiyo Rwanda alikuwa akitumia njia tatu: Marekani, Ulaya na nchi za Waarabu. Kwa hiyo mali ambayo alikuwa akipora alikuwa akituma kwenye nchi mbalimbali. Sasa hivi mikataba ambayo serikali iliyopo madarakani kwa sasa Kongo, ambayo imefanya na Marekani, Ulaya sasa haimo tena ndani, wala hizo nchi za Waarabu hazimo ndani kwenye mkataba. Yaani Marekani inaenda yenyewe. Sasa hilo jambo limeleta hasira sana kwa Umoja wa Ulaya, na ndo maana wamekuwa mbio kuona kwamba moja, watu ambao walikuwa wanasaidia kupata madini hayo ambayo wanayohitaji wameambiwa watoke Kongo na amani iweze kuingia katika east ya Kongo. Pili, wamejaribu kuwasaidia kijeshi lakini wanashindwa. Wamepigwa sana na wamekufa sana wanajeshi kutoka Rwanda na Uganda. Lakini tatu, kuna misaada ambayo Marekani ilikuwa ikimsaidia Kagame, misaada ya kijeshi. Misaada hiyo Donald Trump amekata hiyo misaada. Kwa hiyo hizo ndio pesa ambazo zilikuwa zinamsaidia kuweza kuendesha vita. Sasa wafanyeje? Ndio wamechukua sasa, wameongea na Rwanda pamoja na Uganda kwamba wafanye nguvu amani isiwepo katika Kivu. Waendeleze vita kwa kuingiza tena MONUSCO iweze kurudi. Decision ya MONUSCO kurudi Kongo katika tarafa la Uvira, na wanafikiria pia kuwapeleka hata katika tarafa ya Fizi, inatokana na Umoja wa Ulaya, haitokane na Marekani. Umoja wa Ulaya umehapa kwamba watafanya nguvu amani isiwepo ili Marekani isije kuchimba migodi, na hiyo ingeweza kuleta amani ya kudumu katika mkoa wa Kivu. Kwa hiyo MONUSCO imekuja, iko njiani kwa ajili sasa kuendelea kuangalia namna gani watasaidia Rwanda na Uganda majeshi yao kwa kuwasupply, kuwapatia silaha, kuwapatia chakula, kuwapatia mavazi na namna na dawa, lakini pia ndege zao zitakuwa zinawatoa kwenye sehemu moja zinawapeleka kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba wazungu wamesha kugawana vipande kuhusu mali za Kongo. Wamekuwa kama mbwa ambaye wametupiwa mfupa katikati, kila mmoja anataka yeye ndo achukue mfupa, lakini anayeangamia ni wewe Mkongomani. Sasa sisi watoto wa Kivu tunatakiwa kusimama kidete na kuanza maandamano makubwa sana hapo Uvira na katika tarafa la Fizi. Tufanye maandamano ya kukataa MONUSCO wasije. Maanake MONUSCO akija tuelewe kwamba tena vita vinarudi kwa kasi kubwa sana. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wa majimaji, fanyeni nguvu sana muweze kuonyesha kwamba ninyi hamtakubali hao MONUSCO kuwepo pale. Wekeni insecurity ili waone kwamba
hawana namna ya kuweza kukaa. Yaani sehemu wanapokaa wanaweka makazi yao. Nendeni chomeni ili warudi walikotoka. Tumechoka na vita, tunahitaji amani. Tunahitaji amani. Basi huo ndo ujumbe mdogo ambao tulitaka kuwapeni muweze kujua kwamba tusipo sisi kusimama kama watoto wa nchi yetu, basi tutaendelea tena kukaa kwenye utumwa ambao unaweza kuchukua tena ingine miaka 30. Basi tufanye hivyo na tutakuwa tumejikomboa. Asanteni sana.